kufanyaje? Kutua. Kwa sababu maslahi yanakwenda kupatikana Iran yanawahusu na wao. Unaelewa vizuri. Mimi siiti ile ni Israeli, naita ni kipande cha umoja wa Ulaya. Hakuna Israeli ya kwenye Biblia sio hii sasa hivi. Hiki ni kipande cha umoja wa Ulaya. Ndio maana Netanyahu hawezi kufanya chochote, kila dakika 5 simu. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, karibu sana kwenye exclusive interview nyingine tena. Bahati nzuri sana leo niko na Prophet IPM. Tuna mambo mengi sana kuzungumza naye kuelekea katika kikao cha wanaume. Kwanza kwema lakini? Kwema kabisa bwana. Mambo anasemaje? Mungu ni mwema. Heshima yako. Nawe pia bwana. Unawagusa vijana katika engo tofauti. Watu wanapenda sana hicho kitu kutoka kwako. Pengine hasa kuna mtu anaweza anajiuliza katika namna unavyowasilisha ujumbe. Mtu anapoona kuona labda unaenda kinyume na mahubiri yanavyotakiwa yahubiriwe. Huwa unakuwa katika situation gani kutana na moment kama hizo? Sasa mimi sitaki kuwa kwenye situation mbaya kwa sababu ya watu. Kwa sababu situation mbaya ni kutoyaweza maisha. Sasa kama umeyaweza maisha basi sidhani kama kuna situation mbaya zaidi ya hiyo. Yaani katika situation mbaya katika maisha ya mwanadamu ni kutoyaweza maisha. Lakini situation mbaya zaidi katika maisha ya mwanadamu ni kumkufuru Mwenyezi Mungu. Sasa kama hivyo vyote unavikwepa na mambo yanakwenda, huwezi kuzuia watu, lakini mimi IPM nataka kuishi maisha halisi. Yaani mimi sipendi kufeki maisha. Napenda kuishi maisha halisi. Na maisha yangu halisi ndio yanayonipa amani. Kwa sababu kufeki ni mzigo mzito sana ambao utakufanya kila utakapotaka kuishi ufeki. Na uhalisia utakufanya kuishi katika uhalisia. Unajua ukilala na mke wa rafiki yako, alafu huyo rafiki yako ukaendelea kuwa naye, wewe ndo unakuwa mtumwa, badala kuwa ulienjoy mapenzi, unakuwa mtumwa kwa ulichokifanya kwa huyo mwanamke. Kwa sababu kila ukimwona rafiki yako anaweza akakukazia tu macho hivi. Umwamba hajajua kweli wewe. Sijui unaelewa vizuri kwa sasa nani mtumwa pale? Mtumwa unakuwa wewe. Kwa hiyo kuna vitu fulani lazima watu wajifunze kuwa huru. Ndio maana mimi naishi maisha yangu, naongea na Rayvanny, naongea na yule rafiki yake Mkatoliki yule Stamina, naongea na MB Dog, naweza nikampigia hata simu sasa hivi akapokea hapa. Kwa sababu ni watu, yani ni maisha, yani mwisho wa siku tusijifanye miungu. Sisi ni wanadamu, tunapita kwenye hii dunia. Tumetokea kwenye jamii ambayo ndugu zetu wengine wanavuta bange, ndugu zetu wengine wanapiga sigara. Hatuwezi kuwatenga. Mimi siwezi kumtenga mtu kwa sababu anavuta bange, anavuta sigara, anakunywa bia yake, hapo nikapita nikaanza kumwangalia vibaya kwa sababu anakunywa bia. No, hiyo ni starehe yake. Tusilazimishe watu kuwa wema wote siku moja. Taratibu tu, huyu atapona baada ya mwezi mmoja, hata hospitali tunaweza tukaingia siku moja, lakini kwenye kutoka kila mmoja akatoa tofauti. Na wengine wasitoke kabisa. Kwa dunia ni kama hospitali tu. Kabisa. Kwanza kabla hatujazungumzia kikao cha wanaume, ni kurudishe nyuma kidogo. Mimi nimewahi kuzungumza na yeye interview nyingi sana kuhusiana na kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati, na umegusia katika engo tofauti. Umekuwa ni mkweli pia, japokuwa kuna watu ambao sometimes wanakuona katika kwamba huyu ni mchungaji ambaye hajaijua Biblia vizuri. Tuanzie kwenye kitendo cha Rais Trump kuwaita wachungaji na manabii kanisani, White House kwa maana Ikulu, na kuweza kumwombea katikati ya kipindi cha vita. Kuna ujumbe gani kwa anawasilisha pale? Kwanza unajua nilishawahi kuzungumza nikasema ukitaka kuzungumzia masuala kama haya usiitangulize imani yako mbele. Kwa sababu ukiitanguliza imani yako mbele hutoleta ukweli. Utataka kuidefend imani yako. Unaelewa? Sasa mtu akisema kwamba mimi sijaisoma Biblia, wakati ni vile tu atupende kujisifia, mimi na degree 10 brother. Nimesoma vyuo, nimesoma Rema, nimesoma Canada. Nimesoma WIBI Impact Bible Institute. Kuna degree nimechukua hapa Tanzania. Nimesoma sana michuo cha Biblia. Vingi mno nimesoma. Lakini mwisho wa siku ni kwamba matokeo ndio yanayojua huyu mtu ana uwezo gani, sio vyeti. Kwa mimi hainiumizi mtu kusema hajasoma. It's okay. Kwa sababu serikali ndio inaombaga vyeti, sio washirika, sio watu. Hivyo. Kwa hiyo tukizungumzia kuhusu swala la Trump kuleta wachungaji zuga toto tu ile, kwa sababu ukiona vile watu wana complain, kwa sababu sema mwandishi wa habari mmoja alimuuliza Trump kwamba inakuwaje sasa watu wanakufa, Marekani wanakufa, akakwambia vita lazima watu wafe. Kwa hiyo watu wanazungumza. Kwa hiyo viongozi wa dini ni watu muhimu sana katika nchi pindi unapotaka kujificha katika jambo lako.
Unawatumia viongozi wa dini. Hasa Afrika huko ndo wanatumika sana. Huku sasa si bahasha zinatembea tu. Hakikisha bana kila kitu nafukia mashimo. Hivyo lakini kiongozi wa dini ni mtu ambaye hataki kuburuzwa kabisa. Kuna waziri mmoja aliwahi kuniita nikamwambia njoo wewe, akani mention kwamba mimi nina kiburi. Lakini uwezo ukamwita mtumishi wa Mungu kama paka tu, kama mtoto wako, unajua vile. No, haiko hivyo. Lazima urespect. Mtumishi wa Mungu ni mtu muhimu sana katika maisha ya wanadamu. Na wewe mwenyewe kiongozi wa serikali ukiwa ni mwanadamu, ambapo unaenda katika nyumba za ibada unamkuta wewe kiongozi wa dini ndo anaongoza pale. Kwa lazima kuwe kuna respect. Ndio maana mimi sipendi mambo ya kurukia uchawa. No, sipendi ujinga. Napenda kuwa smart. Kuna haki ya kumsifia kiongozi kama anafanya vizuri, lakini haina sababu ya kuwa chawa, kuwa kujipendekeza pasipokuwa na sababu yoyote. Unaweza ukajiheshimu tu, jiheshimu uheshimike. Kwa hiyo ni vizuri tujiheshimu alafu utaheshimika. Kwa hiyo viongozi wa dini mara nyingi ni watu wanaweza wakapeperusha bendera sehemu ambapo pana upepo. Na wanaweza wakaipeleka bendera pia sehemu ambapo hapana upepo. Kwa sababu sio wakati wote bendera inaweza ikapepea. Wakati mwingine inasubiri upepo, lakini wakati mwingine haihitaji upepo bendera kupepea. Kwa hiyo viongozi wa dini wana nguvu kubwa sana katika taifa, kwenda kuwatuliza watu katika nyumba zao. Jamani, tulieni. Moja jambo ni ABC, kumbe jambo ni DCE. So yote yanawezekana, lakini wasituzuge na viongozi wa dini. Wakubali tu kichapo. Kuna mtu anasema kwamba Trump amefanya hivi ili kuwapa motisha wanajeshi wa Marekani, kwa sababu walianza kuuliza tunapigania vita kwa sababu gani? Pengine ukiitumia katika njia ya imani, kwa sababu wanaonekana Iran wana imani kwamba sisi tukifa tunakufa jihad na vitu kama vile. Pengine hii ndo sababu pia kwamba nawape reason. Wanajeshi wa Marekani hawawezi kutiwa moyo na viongozi wa dini. Kwa sababu hii vita sio ghafla, ni vita ambayo ni plans. Unajua utofauti wa wenzetu na Afrika, wenzetu wana plani. Vita sio jambo la ghafla. Vita ni maandalizi. Mnaandaa kabisa mipango mikakati kwamba mwaka fulani au nchi fulani tunajipanga siku moja kuja kufanya tukio fulani katika sehemu fulani kwa lengo 1, 2, 3, 4. Iran ni nchi ambayo ina mafuta mengi sana. Ina utajiri wa kutisha. Irani inaweza ikasupply mafuta dunia nzima. Narudia tena, Irani ina mafuta ambayo ina uwezo wa kusupply dunia nzima. Yani dunia nzima wakapata mafuta kutoka Irani. Lakini ukiangalia pale kuna mpaka ambao mpaka huo ndio unaonesha nchi zote za Mashariki ya Kati mafuta hayawezi kupita mpaka Irani yakubali piteni. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo hiyo nguvu hiyo ndio inayowakosesha amani na usingizi mataifa magharibi. Tufanyeje sasa ili tuweze kuwa huru? Kuna kisiwa pale wanakitaka, wanayataka mafuta na wanataka kisiwa wakichukue. Lakini la pili wanataka uhuru, wanapotaka kula. Kaka, hii dunia kuna watu hawaishi bila kuua. Kuna watu duniani hapo wamejipangia hawalali bila kuua. Kuna watu duniani wamejipangia hawatacheka bila kuua. Sasa ndo hao. Sasa mfano mzuri kwa mtu mwenye akili, nchi kama ya Kongo. Vita haishi Kongo pale. Ukiangalia Kongo kuna kitu gani cha maana wanachopigania? Hakuna. Juzi umeona rais wa Marekani amekaa na yule rais wa Kongo, walichokiongea pale hakijulikani. Tumeona tu jamaa ana amani, ana raha, yuko hivi anazunguka. Mwisho wa siku amerudi Kongo katika taifa lake. Unaelewa vizuri? Na anasema na uwezo wa hiyo Kongo kuwaondoa hao waasi ndani hata alisali moja au masaa mawili. Kwa nini hajafanya hivyo? Kwa sababu mkono, unajua brother, haya mambo tukiyazungumza sisi wengine tunaonekana kama vile tunayazungumza kiudini. Lakini unatakiwa kuwa na ufahamu wa kutosha kuyaelewa haya mambo. Umoja wa Ulaya hautoangalia wewe una umuhimu gani katika dunia isipokuwa maslahi yao. Wazungu wana uwezo wa kurushiana maneno, lakini hawako tayari kugombana kwa ajili ya maslahi ya nchi zao. Ila Afrika tuna uwezo wa kuwa tayari kusalitiana hata kuuana kwa sababu ya kujipendekeza. Kwa hiyo wale watu wanapofikia swala la maslahi yao wanakaa pamoja. Ndio maana unaweza ukaona airport ya Uingereza inakubali ndege za Marekani
kufanyaje? Kutua. Kwa sababu maslahi yanakwenda kupatikana Iran yanawahusu na wao. Unaelewa vizuri. Mimi siiti ile ni Israeli, naita ni kipande cha umoja wa Ulaya. Hakuna Israeli. Israeli ya kwenye Biblia sio hii sasa hivi. Hiki ni kipande cha umoja wa Ulaya. Ndio maana Netanyahu hawezi kufanya chochote. Kila dakika 5 simu. Kila dakika 5 simu. Kila dakika za nini? Unapeleka ripoti wapi? Unamwambia na wewe ndio bosi. Au hiyo nchi haina rais. Umeelewa vizuri? Wanapeleka ripoti kwa rais wao. Kwa sababu wanafahamu kwamba wao wapo pale kwa ajili ya kuiangamiza Afrika Mashariki ya Kati, lakini pia kuiangamiza Afrika kwa ujumla. Kuchukua wanachotaka, kubeba wanachotaka na kula wanachokihitaji. Umezungumza kitu ambacho ni sensitive sana. Umezungumza kwamba Israel ya sasa hivi sio ile ambayo imeandikwa katika Bible. Ilitakiwa iwe located wapi? Ilitakiwa iwe pale pale, lakini wale watu sio wale, si sawa sawa na sasa hivi. Vijana wa sasa hivi ni sawa sawa na vijana wa zamani. Vijana wa zamani walikuwa wanafanya mapenzi masaa 5. Wewe unaweza kufanya mapenzi masaa 5? Sio lazima tukubaliane. Nchi ni ile ile, lakini watu ni tofauti. Mentality ni tofauti. Zamani tulikuwa na TV zilikuwa zina vichogo zote. Leo TV hazina vichogo. Kwa hiyo tukisema Israeli hii sio ile, kimatendo, kimfumo na kimkakati na kuongozwa kwa nchi ambayo tulikuwa tunaifahamu Israeli ya kipindi hicho sio Israeli ya sasa hivi, kwa sababu hii tayari wameshai upgrade. Ni kama vile imeuzwa wameasi toka ambavyo walipigwa wakaondoka. Hao waliorudi hawakurudi tena kuwa ni wale wa Israeli. Lilirudi kundi jingine pale ambalo liko chini ya umoja wa Ulaya. Yes. Unadhani sasa kwa kila ambacho kinaendelea, hata mwanzo ulizungumza kwamba Irani hawezi kushindwa katika hivi vita, na bado tunaendelea pia sasa hivi tunaona kila ambacho kinachoendelea. Pengine sasa hivi umeshaiona kwa muda mrefu. Nini una expect chochote kile, au kauli yako bado ile? Wameshindwa mpaka sasa hivi, umoja wa Ulaya wameshindwa. Ni aibu kaka, kwa namna ambavyo watu wanajitapa huko, wana vifaa, wana mabomu, sijui bomu hili lina uwezo wa silaha hii na kifaa hiki kina uwezo wa kuzuia. Wewe kaka, kubali yakatae maneno ya IPM, lakini Israeli walikuwa wanatuambia wana mashine, wana rada ambazo bomu lolote linaweza likazuiwa. Sasa tunaangalia hapa mashine zinatua. Jana yenyewe mashine zimetua pale. Kivu pale. Zimetua mashine. Ndi watu haya mbio kwenye vichochoro chini ya ndaki. Kwa hiyo hii dunia utaendelea kudanganya watu, lakini watu wana macho, watu wanaona. Unaelewa vizuri? Kitendo cha Irani kupiga kambi za Marekani zaidi ya 12, huo ni ushindi tosha. Ziko wapi rada zenu? Iko wapi nguvu yenu? Yako wapi mamlaka yenu? Jamaa hajarudi nyuma, alafu wamekaa chini wametengeneza propaganda. Propaganda ya kwanza waliotengeneza, wamefungua account katika mitandao ya kijamii yote, alafu wakawapa followers, alafu wakawapa viewers, alafu wakawaunganisha, kwa sababu una uwezo wa kufungua account sasa hivi Facebook na ukaweka viewers 100,000 na ukachukua picha ya IPM ukaiweka pale na ukaiweka kabisa pale na tiki kwamba hii huyu ndio IPM. Unaelewa vizuri? Sasa wao wamefungua account kwenye social media, kwenye platform zote, alafu wakaweka watu aina ya watu wa Iran. Walichokifanya kingine, wakatengeneza video na picha mjongeo zinazoonesha baadhi ya watu wa Irani wasiokuwa na uzalendo au wengine walioshindikizwa kwa mambo wasioyajua, kudai kwamba rais wa Irani hafai, hawamtaki. Dikteta, anaua watu, analazimisha imani za watu, hana uhuru na kadhalika. Gaidi, anawasapoti hawa Hezbollah, unaelewa vizuri, na kadhalika. Kwa wametengeneza hizo klipu, alafu wakaanza kuzisapoti kwenye media. Brother, IPM siwezi kuwa na nguvu zaidi ya BBC. IPM siwezi kuwa na nguvu zaidi ya Al Jazeera. IPM siwezi kuwa na nguvu zaidi ya CNN. IPM siwezi kuwa na nguvu zaidi ya hizi media zao kubwa duniani ambazo wameziweka. Kwa hiyo baada ya kuwa wameandaa hizi klipu zao na video zao na watu wa Irani ambao sio waaminifu wachache, ndo wakaipa nguvu sasa media. Bwana media, sambazeni katika nini? Taifa la Marekani kwamba wa Irani wanataka msaada wa Trump. Propaganda hiyo. Kwa hiyo wakaanza kufanya hivyo, na ili unielewe kwamba walianza kufanya hivyo, tayari media za Ulaya zikaanza kurusha, ona wa Irani wanavyolalamika, ona wa Irani wanataka msaada Marekani. Kwa zimetembea, zimetrend, dunia nzima ikaona kweli hawa watu wanafanyaje? Wanahitaji msaada, kumbe ni propaganda. Kilichotokea ni nini? Trump katoka front. Bwana, nimeona malalamiko ya Irani, ni kweli mnaumizwa, mnahitaji msaada, basi sisi tuko tayari kufanyaje? Kutoa msaada. Kesho tunasikia Naelewa vizuri. Kwa hiyo lengo ni nini? Lengo aonekane rais hafai, na target yao ilikuwa ni kumuua huyu kiongozi. Na wakimuua huyu kiongozi, kuna kitu ambacho nakuja ukizungumza baada ya kuambia
baada ya kwamba wameplani kumuua. Ni kweli wakafanikiwa kufanya ile shambulio lao kwa madai kwamba wamemuua. Baada ya hapo Trump akatoka, kaita press, kazungumza, kafurahi, katweet, kaandika vitu vingi sana kwamba tayari nimemuua, kila kitu, kafa. Muuaji huyo, gaidi na kadhalika. Naelewa vizuri. Nini kilichofuata? Akawaambia wananchi wa Irani, sasa ni wakati wenu, maamuzi mnayo nyinyi, ingieni barabarani muandamane, mchukue nchi. Kwa lengo sio kuwasaidia wananchi, lengo ni kutaka kuleta machafuko ndani ya nini? Ya taifa. Watu wa Iran wamegoma, hawajafanya hivyo. Kwa hiyo hiko ni kitu ambacho kimemchanganya sana, kwa sababu walijua akimpiga mchungaji kondoo anatawanyika. Sasa kumbe wa Irani sio kondoo, simba wale. Lakini IPM sasa, kwa kumalizia, nije kwa upande mwingine, kuna wale wanaoamini kwamba hii vita ni kwa ajili ya maslahi ya kiuchumi, na kuna wale wanaoamini kwamba hii vita ni kidini zaidi, wataka kuharibu ile state ya Uislamu, Islamic State, ile taifa la Kiislamu. Tuondoke na pointi ipi hapa? Tuondoke na pointi zote. Uislamu unachukiwa duniani, hilo lazima tukubali. Na hujaanza leo, ni miaka yote. Ndio maana nazungumza hili, ukitaka kulizungumza, ukilizungumza kiudini, mimi sitaki kuongea hivi. Lakini kama IPM unataka kuzungumza ukweli kwenye jamii, wanaofuatilia wanataka kuupata ukweli kutoka kwenye kinywa changu, sitaki kuiweka dini yangu mbele. Udini upo, Uislamu unatukanwa miaka yote, Uislamu unadharau. Hata mimi mwenyewe Tanzania tu hapa, wachungaji wenzangu wanielewi. Wananipiga mawe kila siku, wananisengenya kwenye magrupu yao. Huyu hatumuelewi, huyu hatumuelewi. Kwa nini? Walitegemea mimi niwatukane Waislamu. Walitegemea mimi niwe adui wa Waislamu. Sasa mimi nikisoma Biblia yangu hainifundishi mimi niwachukie Waislamu. Waebrania 12:14 inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Elewa neno watu wote. Labda kama Waislamu sio watu, sawa. Mpende kama jirani yako. Sasa jirani yako hajasema awe Mkristo, jirani yako hajasema awe mlokole. Jirani maana yake ni mtu yoyote ambaye ni mwanadamu, ni jirani yako. Kwa hiyo lazima tujue kwamba sawa, chuki ya kidini ipo, lakini target ya kwanza sio udini. Target ya kwanza ni mafuta yaliyoko Irani, utajiri ulioko pale. Wakiuvunja ule, manake Ulaya au umoja wa Ulaya utakuwa uko huru kufanya chochote wanachokitaka katika dunia. Ndio tunarudi pale pale, kuna watu walali mpaka waue. Kwa wakishaua huo ufalme, manake watakuwa wanalala kwa sababu wana uhakika wa kula kesho. Yes. Hivi kwenye ile Waarabu, kwa mfano kama taifa kama Saudi Arabia, Qatar na UAE, kwa maana Dubai kule, kuwa pamoja na Marekani na Israel, kitu kama kile kinatoa picha gani hasa? Kinatoa unafiki. Yani kutafuta amani kwa unafiki. Marekani ukiwa rafiki utakufa, na ukiwa adui utakufa. Iko wangekijua mapema, wasingefanya hilo kosa. Kuna kauli wanasema al-Islam kun Islam, kwa Muislamu ndugu yake Muislamu. Huwezi kuwa rafiki wa mtu ambaye sio dini yako, ni ngumu sana. Kuna unafiki katikati, lazima utatengenezeka tu hapo. Siku zote tunafahamu hawa watu wanatuinda watuue. Wewe unawezaje kuchukua kambi ya Marekani kuiweka nyumbani kwako? Kaka nyoka na urafiki, mpe maziwa unavyoweza, atakugonga tu. Kwa sababu na yeye pia anakereka sumu kukaa kwenye mwili muda mrefu bila kutoka. Kwa hiyo yule ni nyoka ambao muingiza wao wenyewe ndani. Ndio maana Irani hakuwa na huruma kwa mtu yeyote ambaye amefanyaje, amewaweka maadui, amemweka nyoka ndani. Lakini alichokifanya hajapiga sehemu kwa maana ya mwanzoni hakuwa anapiga sehemu kwa maana ya kuua Waislamu wenzie, alikuwa anapiga kambi za Marekani. Na kwa kiwango kikubwa zaidi ya 80% amefanikiwa. Kambi zote za zaidi ya nchi 12 zimelipuliwa. Sasa haya ni mafanikio makubwa kwa nchi ya Irani. Uwezo ukasema kwamba hajampiga Marekani. Kupigwa ni nini sasa? Uwezo ukasema mimi mtoto wangu hata akiwa Dubai akiumizwa kule nimeumizwa mimi. Kwa hiyo usiseme hamna bomu ambalo limetoa Marekani. Una vifaa kwenye meli, huna vifaa kwenye maji, mbona meli imelipuliwa? Unaelewa vizuri, mbona kambi zako zilizopo sehemu kadhaa zimelipuliwa? Maana yake umepigwa. Lakini nategemea umepigwa kwa kiwango kipi? Hilo ndio swali la kujiuliza. Lakini pia kama Irani ni mnyonge, lazima tuangalie mbona ateketei bado yuko hai. Ni dalili za siku za mwisho ama ni nini? Maana kila mtu anazungumza la kwake. Mwingine anakuambia kama si Dajjal ndo kipindi chake, si atapigwa sema amefungwa mabomu ya kuna watu waliniambia hivyo, nizungumza nao pingi. Ndio hicho au siku za mwisho ni kuishiwa hela tu. Siku za mwisho ni kuishiwa hela tu. Ukiishiwa hela tu basi huko siku za mwisho. Sure. Kwa sababu haya mambo tumeasikia karne na karne. Unajua mimi IPM akili yangu sijui ndo nazeeka vibaya sijui.
Haya mambo ya mwisho wa dunia mimi I don't touch. Yani sitaki kuya entertain. Kwa sababu haya ndio waliwafanya watu wakachomwa pale Uganda pale. Mwisho wa dunia kesho. Tunamkumbuka hata yule Nuhu wa Ghana kule. Anambia bwana, uzeni vitu vyenu, ngoma inakuja. Sawa. Kabla hata safina ijaja kanunua gari jipya. Sasa mimi sitaki sana kuentertain haya mambo. Hebu tuishi, alafu mwisho wa siku tutajua tu nini kiko mbele. Ndio maana mimi unikuti nazungumzia masuala ya mbinguni palivyo. Sijafika bado. Siwezi kuzungumzia kitu ambacho sijakiona. Sasa kwa kumaliza huu mgogoro sasa, pengine hasa unaona wapi? Pengine tutegemee utaendelea kwa muda mrefu, ama kutokana na madhara ambayo yanatokea sasa hivi watakaa wa negotiate afu wasimamishe? Nini unachokiona hasa kwa jicho lako wewe? Vita haina mfumo. Mnaweza mkakaa leo mkazungumza, alafu kesho mkaamka mkapigana. Kwa hiyo sitaki kuwa mjuaji katika hilo, ila chochote kinaweza katokea katika maisha. Yes. Turudi kwenye siku ya wanaume. Imekuwa ni moja jambo ambalo watu wengi sana wanatamani kulisikia. Kwanza nataka uzungumze na kijana ambaye yuko mtaani, amesoma, amegraduate au pengine hajasoma lakini still bado ana struggle hasa. Neno lako hasa la kumwambia, tunamwambia nini hasa kijana? Aje kwenye kikao cha wanaume. Unajua mambo mengi sana sitaki kuyazungumza kwa sababu nitaharibu ile ladha ambayo nimeiandaa. Waandishi wa habari mnakuwa mna maswali critical sana, lakini maswali yenu ni mazuri sana kwa sababu mnakuwa mnawajibia watu zaidi ya 2000 huko nyuma. Kwa hiyo mimi niko tayari kuyajibu maswali kama haya kwa sababu siku hiyo kutakuwa na mambo mengi sana. Kutakuwa na discussion ni wanaume kwa wanaume. Yaani wanaume watakuwa wanakaa kwenye magrupu, wengine watakuwa 5, 3 mpaka 2 kudiscuss wanayopitia. Kikao cha wanaume 2026 kutakuwa na fursa. Watu watakuja wenye uwezo mkubwa, wafanya biashara mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali, wachimba madini, wafanya hivi, kila mtu ambaye anatafuta fedha kwa njia yake atakuwepo siku hiyo. Kwa watu watakuwa wanabadilishana namba pale, ni fursa. Huyu anamueleza hiki, huyu anamueleza hiki, mambo yanakuwa hivyo. Mwisho wa siku mambo yanaenda vizuri. Yes. Purpose ya kumtumia Said Lugumi kwenye hili ilikuwa ni nini hasa unajaribu kukipeleka kwa jamii? Kwa kweli sio kumtumia, ni kumuomba kama brother wangu kwa sababu wakati tunazungumza pale kwake nilimwambia kwa bwana alitaka kuja nyumbani, nikamwambia usije. Wewe unataka uje siku fulani. Unaona bwana, kuna nini? Ndio nikamwambia hiyo siku huwa nina ibada ya kikao cha wanaume. Basi sawa, mimi nitakuja. Ndaangalia ratiba zangu, kama ratiba zangu zimekaa vizuri ndafanyaje? Ndakuja. Kwa hiyo mimi nikafurahi na mpaka sasa nafurahi kwa sababu yule ni mtu mkubwa, lazima tukubaliane na hilo. Kuacha majukumu yake kuja kwenye event yako sio jambo dogo, ni jambo zito sana. Lakini target kuu, yule amefanikiwa, lazima tukubali. Yule ana mzigo. Pesa nao? Mzigo anao. Sasa wafikiri mtu mdogo ile kaka. Mimi si nimeingia kwake, nimeona ile nyumba, unaangalia mpaka unasikia kizunguzungu. Yule ana mzigo. Kwa hiyo ataongea na watu, atawaeleza watu, ataulizwa maswali na vijana wa Kitanzania. Changa. Unaelewa vizuri? Brother Lugumi, tufanyeje? Tupiteje? Tufanye nini? Si ndio bwana? Tuache nini? Tufanye nini? Umeelewa vizuri Wakiwa wanamuona hivyo, wengine wanampenda. Said Lugumi anapendwa na watu wengi sana kwa sababu ya moyo wake, kwa sababu ya upendo wake, kwa sababu ya namna anavyogusa jamii. Unaelewa vizuri? Ni kaka wa taifa yule. Kwa hiyo ni lazima watu watafurahi kumuona, lakini kumsikia pia akiwa anazungumza mambo kadha, kwa sababu interview zake nyingi amekuwa akizungumza kwa ufupi sana. Lakini siku hiyo atapata muda wa kutosha wa kuzungumza kwa upana zaidi namna ambavyo vijana wanatakiwa wafanye ili waweze kufanikiwa katika taifa zuri hili la Tanzania. La mwisho, kwa mtu ambaye hapafahamu location ni wapi na kiingilio pia itakuwaje, utaratibu uko vipi mpaka sasa hivi? Utaratibu, watu watalipia pale mlangoni shilingi 50,000 na watu watakuwa wavae suti nyeusi. Usipo ukija na t-shirt yako ya Yanga kama huyu jamaa umebaki nje. Maana pale mzee kutakuwa na wazee wa kazi pale. Wacheki hao. Hujawahi hata kuwaona. Watakuwepo mlangoni pale. Kwa hiyo watu maalum wao. Kwa hiyo zingatia hii kodi. Kodi lazima uzingatie kodi. Suti nyeusi, shati jeupe, tai nyekundu, kiatu cheusi. Mlimani City, si ndio? Mlimani City kuanzia tarehe 2 mwezi wa 4 kuanzia saa 4 kamili asubuhi watu wafike. Mchana utakuwa na chakula, wali, utakuwa na pilau, soda, maji ya kunywa, maziwa.
Bange tu ndo kutakuwa hakuna. Asielimika kwenye hili basi amepitwa. Amepitwa kabisa, amepitwa kabisa. Bisha sana kwa wakati wako.